kwa sababu sikujua baada ya kukuambia utakuwa kwenye mood gani. Hivyo sikutamani mood yako uliokuwa nayo iharibike. Nimepafahamu anapokaa mama yako. Kwa nini baba umeondoka? Kwa nini umeondoka mapema baba? Usilie bwana. Usilie. Tunazidi kulisongesha ya katika hii tamthilia yetu kali kabisa ya Penzi la Mtoto wa Bosi na Dada wa Kazi. Bwana, hii ni sehemu ya 104. Tunamwona kwamba Loveness anazidi kunawili, yani anazidi kupendeza, huko tukiwa tunatarajia ni mama kijacho kwa sasa hivi, tunatarajia mtoto. Kwa hiyo soon tutaitwa maanko. Kwa Loveness kwa sasa hivi maisha yake ni mazuri, na yote kwa yote nipende kukuambia kwamba kama ni mara yako ya kwanza unaanza kutufuatilia Movie 255, basi hakikisha unagusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe na utakuwa umetisha kinoma noma. Cha kufanya tu bonyeza hilo andishi ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele itakayotokea hapo, utakuwa umetisha kinoma noma. Baada ya hapo chukua glasi yako ya juice au kama ni chai au kama ni chochote, vuta pembeni na uweze kuenjoy na review hii kali kabisa kutoka kwa storyteller wako Elimsafi. Sasa bwana, tuweze kuendelea mbele. Tumeona Loveness akiwa na mpenzi wake hapo ambaye ni Kelvin, kwa wakiweza kuzungumza mawili matatu. Lakini pia kwa upande wa Loveness, kwa wale yote ambao ameweza kupitia na mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba ni mwanamke ambaye ni shujaa sana, kwa sababu amepitia mambo ambayo ni magumu kusema kweli kuweza kuyapitia, lakini yote kwa yote ameweza kuyavuka, na tunaweza kuona ni mwanamke ambaye ni shujaa, na yote kwa yote ameweza kuyastahimili, na sasa hivi anakula matunda yeye pamoja na mpenzi wake Kelvin. Na yote yanatokea baada ya kuweza kufight na kuweza kuyamudu yale ambayo walikuwa wanapitia kipindi cha nyuma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaweza kusema Kelvin pamoja na Loveness wameweza kuyavuka, maana walipitia katika vita vikali. Lakini haya yote tunaweza tukasema kwamba Loveness aweze kupewa pongezi, maana yeye ndiye alisababisha mpaka mambo yakaweza kuwa makubwa kiasi hiki. Kwa hiyo Loveness tunasema mwanamke ndio anaweza kufanya maendeleo katika nyumba. Yani mkiwa wawili, yeye anakupa ushauri na unatoa ushauri wako, basi mafanikio lazima mtaweza kuyaona. Kwa hiyo kile kipindi ambacho Kelvin aliweza kupoteza kila kitu, lakini akajaribu kukata tamaa, lakini mwisho wa siku ataweza kumuona kwamba amekuja akapata kila kitu ambacho alikipoteza. Kwa hiyo hayo yote katika maisha kuna changamoto, kuna kupanda na kushuka, na hatakiwi kukata tamaa kama Kelvin aliweza kufight na kupambana mpaka sasa hivi. Tunamuona kwamba yupo katika sehemu nzuri, yupo katika stage nzuri. Kwa hiyo Kelvin kwa sasa hivi ni anakula maisha au anaenjoy life, kwa sababu yale yote ambayo ameweza kupitia na maisha magumu yote ambayo wakina Dennis lakini pamoja na baba yake Tina walikuwa wakimtesa, na ilipelekea mpaka kumpoteza baba yake mzazi, kitu ambacho kilimuumiza sana Kelvin, lakini pia kilimuumiza mama yake mzazi na Kelvin. Yote kwa yote tunaweza kuona kwamba sasa hivi ni yanalipiwa, kwa sababu Kelvin ameweza kurudisha kila kitu. Ameweza kurudisha kampuni ambayo aliweza kuipoteza, lakini pia ameweza kufanya mambo makubwa. Tumeona na Kelvin akiwa na ofisini huko na rafiki yake huyo, moja kwa moja anaweza kumpa ujumbe ambao ni ujumbe mzuri, kwa sababu yule rafiki yake ameweza kumwajiri katika kampuni. Lakini tukumbuke nyuma yule rafiki yake Boni aliweza kumsaidia vitu vingi sana, kwa sababu kuna wakati huyu Boni alikuwa hana uwezo, hata wa huyu Kelvin alikuwa hana uwezo hata wa kupata chakula cha siku, lakini Boni kutokana na zile kazi zake ambazo alikuwa akizifanya, basi alikuwa anasaidia familia ya kina Kelvin, na mwisho wa siku wameweza kusaidiana mambo mengi, na mwisho wa siku Kelvin aliweza kurudisha kila kitu chake. Tunaweza kuona ameweza kuipa fadhila ya kuweza kumweka katika kampuni yake, lakini pia anampatia ofa ya kwenda kuongeza elimu yake, kwa sababu Kelvin anachoamini kwamba elimu ndio kila kitu, na madili ni mengi ambayo yanaweza kuja na kampuni yao. Kwa sasa hivi inazidi kupata investor wengi
wakubwa. Kwa hiyo akamwambia kwamba itabidi ukaongeze elimu yako, maana huko tunapoelekea itatakiwa elimu ndo itakuwa kipaumbele, maana investor hawatakubali kuwekeza kwa watu ambao hawana elimu. Mimi kwa upande wangu zaidi naamini katika kipaji, lakini elimu ndio kitu bora zaidi. Lakini kwa upande wa Boni bwana, tunaona kwamba analipokea kitofauti, maana alijua kwamba kila kitu atasimamia yeye, yani kujilipia ada na kujiongoza chuoni, kila kitu atafanya yeye mwenyewe bila kujua kwamba hizo zote ni gharama za kampuni. Kwa hiyo akuaccept moja kwa moja lile ombi la Kelvin kwenda kuongeza ujuzi wa elimu yake. Sasa akawa anajiuliza maswali mengi kwamba kama mimi nitaenda kusoma chuo, hizo gharama za kwenda kusoma huko mimi kwanza kwa sasa hivi sina huo uwezo, lakini pia nimeshaona utamu wa pesa. Kwa hiyo utamu ambao wa pesa nimeuona kwa sasa hivi, na unataka unirudishe shule, itakuwa ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Na anakataa kuweza kurudi shule, lakini bila kujua kwamba ile ni ofa ya kampuni, na kila kampuni waga inatoa ofa kama hizi za kwenda kusomesha watu wao au kuongezea ujuzi. Kwa tunamwona kwamba huyu Boni anapewa hiyo ofa. Sasa alikuwa hajui kama ni ofa ambayo anaenda kupewa na Kelvin, lakini Kelvin anakuja kumwambia kwamba wewe sio kwamba haupendi kusoma au sio kwamba hautaki kwenda kuongeza ujuzi wako, lakini unahisi kwamba kila kitu utakisimamia wewe, ada au tutakata kwenye mshahara wako. Lakini Kelvin akamhakikishia kwamba mshahara wako hautaguswa, wala malipo yako yale ambayo tulikuwa tunakulipa basi hataweza kuguswa kwa aina yoyote. Utalipwa kama tulivyokuwa tunakulipa mwanzo, lakini pia tutahakikisha kwamba malipo ya ada kuanzia unaanza mpaka unamaliza yatakuwa yapo chini ya kampuni. Kwa hiyo moja kwa moja tunamwona Kelvin akiwa anamhamasisha huyu rafiki yake Boni kwamba anaongeza ujuzi, maana huko tunapoelekea mbele itahitajika elimu zaidi, sio ujuzi tu na ubunifu au kipaji. Kwa hiyo moja kwa moja Boni alionekana kukaza sana, lakini mwisho wa siku alikuja akakubali hii ofa ambayo anaenda kupewa na Kelvin. Sasa nipende kukuambia kwamba kama ndo mara wa kwanza unaanza kutufuatilia Movie 255, basi hujachelewa, hakikisha unagusa maandishi mekundu haya hapo chini na gusa alama kengele itakayotokea, utakuwa umetisha kinoma noma. Upande wa pili huku bwana, tunamuona Dennis baada ya kupoteza kila kitu alichokuwa nacho, na alimwamini sana mpenzi wake ambaye ni Tina, lakini Tina naye aliweza kufanya vitu ambavyo sio, au aliweza kuiba zile hela takriban milioni 200 za Dennis. Sasa Dennis akiwa bado hajapoteza kila kitu, tuliweza kuona kwamba anaweza kupata kile kitu ambacho ni maumivu ya moyo, kwa sababu unapopigwa na kitu kizito au unapopigwa na matukio ambayo ukuyategemea au ukuyastahili kuyapata kwa wakati huo, basi inaumiza. Kwa hiyo Dennis tunaweza kuona kwamba kwa sasa hivi anapitia kipindi kigumu kutokana na akuzoea maisha ambayo anaishi kwa sasa hivi, kwa sababu ana pesa, ana hata sehemu ambayo angeweza kujishikilia, yani ana kitega uchumi chochote, kwamba kipindi kile cha anasa alipokuwa na hela zile akuweza kuwekeza hata katika biashara. Sasa tunapoangalia movie bwana, tutakuwa tujifunze vitu vingi sana, na tunaona kwamba kwa Dennis hakuweza kuwekeza kitu chochote. Unapokuwa na kitu ambacho kinakuingizia hela au kinakuingizia faida, basi wewe unatakiwa kwanza uinvest katika kile kitu, lakini ukisha invest basi ile hela ambayo utakayoipata nenda kafungue hata biashara. Sasa Dennis sasa hivi anapata ugumu kwa sababu hana kitu chochote, lakini hizo akili zinaweza zisije, kwa sababu zile hela zilizokuwa anazipata zilikuwa sio hela halali kabisa, zilikuwa ni hela ambazo ni za wizi. Kwa moja kwa moja hayo mafanikio yanakuwa ni magumu kuweza kuyapata, na moja kwa moja anapata wakati mgumu sana kuweza kusurvive kwa sasa hivi, maana yeye anachopigania kwa sasa hivi ni Tina, maana anaamini kwamba Tina bado ana uwezo wa
kupata chochote kitu kutoka kwenye zile mali za baba yake. Sasa hii yote inakuja baada ya baba yake Tina kutokuonekana. Tutajua huko mbele ni wapi baba yake Tina alipo, lakini yote kwa yote nipende kukumbusha tena na tena, hakikisha kwamba ili usipitwe na updates zote au taarifa zile ambazo tutakuwa tunaziweka kila siku. Hakikisha kwamba unagusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, lakini pia utakuwa umetisha kinoma noma. Alika ndugu jamaa na marafiki, na kwa pamoja waweze kuangalia au kuangalia tamthilia kali kabisa ya Penzi la Mtoto wa Bosi na Dada wa Kazi. Sasa tunamuona Tina bwana huko, Tina akiwa na majonzi makubwa baada ya mzee wake, kama nilivyowaambia, mzee wake ameweza kufariki, lakini Tina hakuweza kushiriki hata katika msiba, au mzee wake alipokuwa naumwa, hata kwenda hospitali hakuweza kwenda kumuona kupata hata wosia au neno la mwisho. Kwa hiyo mzee wake ameweza kuondoka duniani na kumwacha mtoto wake katika wakati mgumu sana, lakini hayo yote ni Tina ambaye ameyataka, kwa sababu kama angetaka kweli kuweza mzee wake kuweza kumpatia maneno ya mwisho au kumpa wosia, basi hayo yote yangewezekana. Maana Tina akuonekana kwamba kuwa karibu sana na mzee wake, alionekana kubezi sana na Dennis ambaye alikuwa ni mpenzi wake huyo. Kwa hiyo moja kwa moja ndio anakuja kumpata. Wanasemaga majuto ni mjukuu. Kwa hiyo tunaona kwa Dennis haya ndio majuto ambayo anaweza kuyapata. Sasa huyu Tina bwana, ndio majuto ambayo anaweza kuyapata, na ni maumivu makali sana kuweza kumpoteza mtu ambaye alikuwa ni mtu wa karibu sana. Hakuna kitu kinachouma kama kumpoteza mzazi wako wa karibu ambaye ulitegemea kwamba yeye atakuwa kiongozi au atakuwa ni mtu wako wa karibu kuweza kukuongoza katika kila kitu chako ambacho unakifanya. Lakini sasa mzazi mwenyewe sasa ndio ameshaweza kupotea na mambo yanakuwa magumu kama hivyo, na tunaona kwamba Tina kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu sana, na tusipoangalia kwamba tunaweza tukampoteza, maana mawazo ambayo yanaweza kuja akilini mwake, naye anaweza akaamua kuchukua hatua ya kujiua labda, au maybe kuchukua maamuzi magumu sana ambayo tunaweza kuyaona huko mbeleni. Lakini mbele kuambia kwamba hii tamthilia full movie utaipata ndani ya channel ya Donta TV. Hakikisha unaingia kule, una subscribe, lakini pia ukisha subscribe basi hakikisha una like na kutoa comment kule katika channel official kabisa ya Donta TV, na utakuwa umetisha sana. Maana huyu ni mwandishi hatari sana. Hapa tunamzungumzia Kelvin akiwa anazidi kufanya vizuri katika uandishi wa movie, yani wale script writer wa movie, basi huwezi kuacha kumtaja Kelvin. Anazidi kufanya vizuri sana katika uandishi wa movie na ni mwandishi mzuri sana. Sasa huku majonzi yakiwa yamezidi kutawala kwa huyu binti au kwa huyu Tina, baada ya kuweza kupata msiba mzito sana ambao ni msiba wa baba yake. Yani inauma sana na inasikitisha sana kuweza kumpoteza mzazi ambaye ulikuwa unategemea kwamba yeye ndo nguzo yako, yeye ndo atakaye kuongoza katika kila kitu chako ambacho unakifanya. Lakini sasa tunaweza kusema kwamba kwa sasa hivi hayupo au ameshaweza kutoweka. Sasa kwa upande mwingine huku bwana, tunamuona Loveness akiwa na kipenzi chake ambaye ni Kelvin, lakini pia anapewa ujumbe ambao ni mzito sana na ambao unaweza kumshtusha. Lakini kwa upande mwingine ni furaha, maana hakutegemea kile ambacho alichoweza kuambiwa na Kelvin. Sasa bwana, ni kitu gani hicho? Nipenda kuambia kwamba hakikisha unagusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, na utakuwa umetisha kinoma noma. Gusa alama kengele itakayotokea hapo chini, nawe utakuwa mwanafamilia wa Movie 255, na hii familia itazidi kuwa kubwa na kubwa zaidi, na utakuwa umetisha kinoma noma. Sasa bwana, anapewa taarifa kwamba nimeweza kupata sehemu au mahali au sehemu ambapo alikuwa anaishi mama yako. Sasa kitu hicho kinamshakaza sana Loveness baada ya kuzipokea zile taarifa kutoka kwa Kelvin, na anastaajabu kwa sababu hakutegemea, maana alitolewa hauti
Lakini hii out ilikuwa na maswali mengi, anajiuliza kwa sababu gani umenitoa out, na huku nyuma kuna kifo cha baba yake Tina, kwamba usingenitoa out tungeweza kuanza kumaliza huko, lakini pia ukaweza kunitoa out. Lakini naambia wewe sasa hivi zingatia kwanza ili jambo ambalo ni la muhimu sasa hivi. Ni jukumu langu mimi kuhakikisha kwamba unakupatia furaha kulingana na hali yako, na tunavyojua kwa sasa hali ya Loveness ni hali nzuri, ni mama kijacho. Kwa hiyo na mimba hii imekuja wakati mzuri sana ambapo kila kitu wameshakisolve na maisha yao kwa sasa hivi ni mazuri, na tunaweza kusema kwamba wao wameweza kutisha kinoma noma. Sasa tunamwona Loveness kwamba baada ya kuipokea ile taarifa nzito sana, kwa upande mmoja au mwingine alikuwa amini, akaweza kustaajabu na kushangaa, why ni kweli ama unanitania tu, maana zile ni taarifa ambazo alikuwa tegemei kuweza kuzipata kwa wakati huo. Lakini moja kwa moja Kelvin akamwambia kwamba hayo yote unayosikia ni kweli, nilimtuma mchunguzi wangu au mpelelezi muda mrefu sana, na nikaweza kumlipa pesa ili mradi tu tuweze kujua ni wapi mama yako anapokaa au anapoishi. Kwa hiyo kwa upande wa Loveness anaweza kustaajabu na anaweza kufurahi, maana anaona kwamba ameweza kumpata mtu ambaye ni sahihi katika maisha yake, mtu ambaye anampigania katika kila kitu. Ujue katika maisha ambayo tunaishi utakutana na watu ambao ni sahihi na watu ambao sio sahihi. Watu ambao ni sahihi unaweza kukutana nao ni wachache sana, lakini pia wale watu ambao ni sahihi ambao sio sahihi ni wengi. Ambao sio sahihi unaweza wakawa ni watu wako karibu, aidha ni ndugu au ni marafiki zako au ni jamii yako ambayo inakuzunguka. Sana wanaweza usikubali kile kitu ambacho unakifanya kwa wakati huo, na wakahisi kwamba unapoteza muda, au wakahisi kwamba huyu mtu ni ameweza kuchizika au amekuwa vipi, lakini hawajui kwamba wewe kuna kitu ambacho unakitafuta kikubwa sana ambacho ni kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo mimi ninachoona au ninachopenda kusema movie inavyoweza kunifundisha au inavyoweza kutufundisha sisi ni kwamba unapomwona mtu yuko busy au mtu anafanya kitu chake, basi wewe mpe msapoti, toa baraka zako, mbless, maana zile baraka zako ndio zitakazomuongoza yeye kuweza kufanikiwa. Lakini utakapoingiza maneno mengine ambayo hayahitajiki katika kile kitu chake ambacho anakifanya, au kumuona kama ni mjinga au kumuona kama anapoteza muda, basi wewe ndio utaonekana ni mjinga zaidi, maana hujui yule mtu anatafuta nini. Sasa tunarudi huku kwa Boni bwana. Baada ya kuweza kuambiwa yale maneno na bosi wake huyu ambaye ni Kelvin, moja kwa moja anaya accept na kuyapokea vizuri, baada ya kuweza kujua kwamba kampuni ndio itakayoweza kumlipia, kwamba yeye atatoa kitu chochote na kampuni itaweza kusimamia masomo yake mwanzo mpaka mwisho, lakini kazi zitakuwa pale pale, yani hatasimamishwa kazi. Sasa Boni tunamwona kwamba ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa haelewi mambo kama haya, yani mambo ya kisasa au ni mambo ya kizungu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mtu unasoma na bado unaendelea na kazi. Sasa Boni alikuwa anajua kwamba nikienda shule basi kazi itakuwa ndo basi tena na nitakuwa sipati hela, lakini akahakikishiwa kwamba mambo yote yapo chini ya kampuni na yeye ataendelea kusoma huku anafanya kazi. Kwa hiyo ni mambo mazuri kwa Boni, lakini haya yote ni matunda ya yale ambayo alijitolea kufanya kwa Kelvin. Kipindi Kelvin anapitia shida, ana mtu wa kuweza kumsaidia, ana mtu wa kusimama naye, ana mtu wa kuweza kumshika mkono, tunaweza kumuona kwamba huyu Boni aliweza kujitolea na kuweza kuwa naye bega kwa bega na kuweza kumshika mkono mpaka sasa hivi Kelvin ameweza kufika hapa alipo, na moja kwa moja anaweza kumshika mkono rafiki yake huyo. Huo ndo tunasema urafiki ambao ni mzuri, kwa sababu kuna marafiki wengine ni ovyo ovyo tu, ni marafiki wajinga ambao hawajielewi na ambao wana maneno ya uchonganishi, maneno ambayo ni hayana faida yoyote. Sababu unaambiwa kuwa na marafiki ambao
wana kila marafiki ambao watakusaidia, marafiki ambao watakujenga na marafiki ambao watakusaidia. So marafiki ambao katika shida basi watakuacha na watakuangalia tu bila kukusaidia. Kwa Boni ni mfano halisi kabisa ya rafiki ambaye ni mfano mzuri wa kuigwa, au ni mfano mzuri ambao katika jamii basi tunatakiwa kuuiga. Maana marafiki wengi wamekuwa ni marafiki ambao ni marafiki jina tu, au ni marafiki ambao wanakuwepo katika kipindi cha raha tu. Kile kipindi cha kuanguka basi utaona kwamba wako mbali sana na wewe, au ni marafiki ambao watakaopotea. Kwa hiyo Boni moja kwa moja anazipokea zile taarifa nzuri kabisa, na anaweza kuaccept na kumhakikishia kwamba bosi wake ambaye ni Kelvin ataweza kufanya kazi vizuri kabisa na kuhakikisha kwamba anaongeza mapato ya kampuni, na atahakikisha kwamba yale masomo atakayopata kule basi moja kwa moja ataweza kuyarepresent huko katika hii ofisi yao. Na haya ndio mambo mazuri ambayo Kelvin anayatarajia kutoka kwake, maana kampuni inazidi kukua na itahitajika watu ambao wana elimu na ambao wanahitajika kuwa na elimu ambayo inaridhisha. Kwa hiyo kwa upande wa Kelvin bwana huko akiwa na mpenzi wake wanaweza kuongea mawili matatu, lakini pia akizidi sana kumsifia Loveness na kumwambia kwamba sasa ninakuandalia meeting ambayo utakutana wewe na mama yako, ili mradi muweze kuonana, maana ni kipindi kirefu sana Loveness kuweza kumpoteza mama yake. Ni muda mrefu sana, imepita miezi na miezi imekatika, na kama tunavyojua hakuna mtu kama mama katika hii dunia. Mtu ambaye atakupenda sana au ambaye atakayekuvumilia katika kila kitu chako basi ni mama yako peke yake. Hakuna mtu mwingine. Wengine watakuonyesha tu upendo ambao sasa tukosema kwa namna moja ama nyingine ni upendo ambao ni upendo wa kinafiki, lakini watatokea wachache ambao watakuonyesha upendo at least unaridhisha, lakini sio ule kama upendo wa mama au ule upendo ambao tunategemea kwamba ni upendo wa nguvu na upendo halali zaidi ya mpenzi wako. Tukiachana na mama, mtu mwingine anaweza kukupa furaha katika maisha basi ni mpenzi, na ukipata ule mpenzi wa kweli basi unakuwa umeshatoboa katika maisha yako. Kwa hiyo tumeona Kelvin bwana kwanza amepata mwanamke, yani ukiachana tu na mambo mengine basi Kelvin ameweza kupata mwanamke ambaye ni sahihi sana katika maisha yake, na tunaona kwamba kwa sasa hivi ana enjoy. Lakini huko upande wa pili bwana kwa Dennis kwa Dennis pamoja na Tina yani mambo bado ni magumu, lakini Dennis anamwambia kwamba hakikisha kwamba unapata haki yako, maana una haki katika ile kampuni. Mzee wako ameweza kuifikisha sehemu fulani kwa namna moja ama nyingine, kwa hiyo hakikisha kwamba wewe unakuwa unapata kitu katika hiyo kampuni, usiondoke kapa, yani usitoke kapa katika hiyo kampuni, basi hakikisha unaweza kupata kitu katika hiyo kampuni. Lakini kwa Tina bado ni majonzi mazito, huku akiendelea kuomboleza kifo cha baba yake mzazi, kwa sababu naweza kusema Tina kwa namna moja ama nyingine yeye ndo aliweza kusababisha mpaka mzee wake hakuweza kutoweka na kuweza kuondoka. Sasa je, katika hii tamthilia yetu ni mambo gani atakayojili? Dennis ataweza kufaulu ule mtihani ambao amempa Tina, kwamba akahakikisha anapata ile haki yake ambayo anatakiwa kuipata ama la? Lakini pia je, Dennis ataweza kusurvive na kuweza kuendelea na maisha yake yale ambayo anatakiwa kuendelea nao kwa sasa hivi ama la? Lakini pia kwa upande wa Loveness ni kitu gani ambacho atakiaccept au ni kitu gani ambacho atakifurahia baada ya kumuona mama yake pale watakapokutana? Sasa nipende kuambia, tuache maoni yako hapo kwenye comment, na sisi tutaweza kuyapitia ni kila mmoja na tutaweza kuyajibu. Nipende kuambia hakikisha kwamba unagusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini, gusa alama ya kengele itakayotokea, na utakuwa umetisha na utakuwa umejiunga katika familia hii kubwa sana ya Mtu Mpaka. Nipende kuambia bye bye, nilikuwa na mimi wako Elsafi. Bye.